Ni katika harakati ya mguu niponye baada ya Gen Z kuwa mbaya na kuwaka moto nchini Tanzania, ambapo aliyekuwa rais wa nchi hiyo ya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ametorokea nchini Kenya na sasa yumo kwa nyumba ya aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ameripotiwa kukimbilia usalama wake na kwa sasa anatafuta hifadhi nchini Kenya akiwa amejificha nyumbani kwa rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Hatua hiyo imekuja baada ya makundi ya vijana wanaojiita Gen Z kuanza mashambulizi dhidi ya wafuasi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, wakishtumu viongozi hao kwa kuendeleza utawala wa kidikteta wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kikwete, ambaye kwa muda mrefu amehusishwa na ushawishi mkubwa ndani ya serikali ya Samia, anaonekana kuwa miongoni mwa watu wanaolengwa na hasira za wananchi kwa madai ya kuunga mkono vitendo vya ukandamizaji na mauaji wa upinzani. Vijana wa Tanzania kupitia mitandao ya kijamii wameeleza hasira zao waziwazi, wakitaka Kenya imrudishe Kikwete nchini humo ili akabiliane na kile wanachokiita dhambi za kisiasa za utawala wa damu. Kwa siku tatu mfululizo, mitaa ya Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma na Arusha imekuwa moto wa maandamano yasiyozimika. Wananchi wengi wao vijana wa kizazi kipya wameendelea kukaidi amri ya jeshi la ulinzi wa polisi kusitisha maandamano hayo. Kwa mujibu wa duru za kimataifa, zaidi ya watu 700 wanaripotiwa kufariki, idadi kubwa ikiwa ni vijana waliokuwa mstari wa mbele kupinga matokeo uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 uliotajwa kuwa na udanganyifu mkubwa katika historia ya taifa hilo. Ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya kimataifa zinasema kuwa baadhi ya majimbo yanatangazwa na tume ya uchaguzi kuwa Rais Samia ameshinda kwa zaidi ya 95%, na ni jambo linalotafsiriwa na wananchi kama upuuzi wa kisiasa. Wakati huo upinzani wa Chadema na ACT Wazalendo ulikuwa tayari umelalamika kufungiwa nje ya uchaguzi huo, na baada ya wagombea wao wa Tundu Lissu na Luhaga Mpina kuzuiwa kwa sababu za kisiasa. Na katika hali ya sintofahamu, mitandao ya kijamii nchini Tanzania imezuiwa kabisa, huku taarifa zikisambaa kupitia njia mbadala za mawasiliano kama vile Zelo app na redio za kanda. Serikali imeongeza muda wa amri ya kutoka nje, huku wanajeshi wakiwa wamezagaa mitandaoni wakitumia mabomu ya machozi, risasi na magari ya kivita kujaribu kutuliza ghasia. Ripoti za Umoja wa Mataifa zimethibitisha vifo vya angalau watu 10, lakini Chadema inasema idadi halisi ni kubwa zaidi, ikifika mamia katika hospitali mbalimbali nchini. Mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch yameshtumu serikali ya Samia kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wake. Na katika kipindi hiki cha machafuko, jina la John Heche limeibuka tena kwenye vichwa vya habari. Heche alikuwa mbunge wa Tarime vijijini na umoja wa wakosoaji wakubwa wa serikali ya Samia, kwa sasa yuko mkononi mwa polisi akiripotiwa kuugua vibaya akiwa mahabusu. Historia yake ya kisiasa imerejea miaka kadhaa nyuma, akiwa kijana shupavu ndani ya Chadema aliyepigania mageuzi na uwajibikaji wa viongozi serikalini. Heche alijulikana kwa ujasiri wake katika kukemea ufisadi, ukiukwaji wa haki za binadamu na matumizi mabaya ya madaraka yaliyokuwa yamekithiri ndani ya serikali ya CCM. Mara kadhaa alikamatwa, kufungwa na kunyanyaswa kwa sababu ya misimamo yake mikali dhidi ya serikali, akiwa miongoni mwa wanasiasa wa kizazi kipya waliokuwa wakiamini kuwa Tanzania inapaswa kupiga hatua mpya ya kisiasa baada ya enzi ya Magufuli. Lakini sasa inasemekana kuwa hajakula kwa siku 3 na kwamba anaugua vibaya, ila serikali imetulia. Lakini vita yake haikuishia hapo. Tangu mwaka 2023, Heche alianza kampeni kali dhidi ya kile alichokiita utawala wa kinyama wa Samia Suluhu, akihusisha serikali na visa vya kutoweka kwa upinzani wa mateso ya wanaharakati. Wakati alipohojiwa mara ya mwisho kabla ya kuhukumiwa mwezi huu, alikuwa ameonya kuhusu hasira ya kizazi cha vijana ambacho hakitakubali tena kuburuzwa.
Kwa namna fulani maneno yake yamekuwa unabii unaojitokeza sasa, na sababu kila alichokuwa kikemea ndicho Gen Z wamechukua kwa mikono yao, wakipinga kwa nguvu zote mfumo wa kisiasa wanauona umepoteza mwelekeo wa kidemokrasia. Kwenye mitaa ya Kariakoo, Mbagala, Kimara na Ubungo, mamia ya vijana wameonekana wakishambulia polisi kwa mawe na chupa zinazochomwa moto, wakipinga matokeo ya uchaguzi. Majengo ya serikali, vituo vya polisi na magari ya umma yamechomwa moto. Kanda zilizorekodiwa kwa siri zinaonyesha hali ya vurugu, huku milio ya risasi na vilio vya watu vikisikika kote. Huku yakiendelea, mashirika ya kimataifa yameonyesha wasiwasi mkubwa. Umoja wa Ulaya umetaja uchaguzi huo kuwa udanganyifu wa wazi uliofanyika kwa miezi kadhaa, ukilenga kuhakikisha CCM inaendelea kushikilia madaraka. Umoja wa Mataifa umetoa mwito wa vikosi vya usalama kujiepusha na matumizi ya risasi dhidi ya raia, lakini hali imeendelea kuwa tete. Ripoti zaidi zinaonyesha kuwa baadhi ya maafisa wa serikali wamepotea kusikojulikana, huku duru za ndani zikidai kuwa Rais Samia mwenyewe huenda akawa amejificha katika eneo lisilojulikana kufuatia tishio la umma. Maandamano haya yamevuka mpaka, ambapo mamia ya Watanzania walivuka mpaka wa Namanga kuingia Kenya wakipaza sauti zao dhidi ya serikali yao. Polisi wa Kenya walazimika kuingilia kati baada ya vurugu kutokea mpakani, ambapo watu wawili walithibitishwa kufariki dunia. Wakati hali ikiendelea kuwa tete, sauti za vijana wa Tanzania kupitia mitandao ya kijamii zimeelekeza lawama kwa Kenya kwa kumpokea Kikwete, wakisema hana tofauti na utawala wa Samia ambao umejikita katika ukandamizaji. Wameomba Kenyatta ama aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta kutompa hifadhi mtu ambaye anatajwa kwa na mkono katika vifo vya wapinzani na vilevile wanaharakati wengi waliopotea. Kwa sasa mitandao imezuia vyombo vya habari vya ndani vimepewa maagizo ya kutochapisha picha za maandamano, na taarifa ndani zinaonyesha kuwa serikali imepanga kuzima mawasiliano kwa muda usiojulikana. Vyuo vikuu na shule za sekondari vimefungwa hadi hali itakapotulia. Na katika maeneo ya Mwanza na Dodoma, wananchi wameeleza kupitia mawasiliano ya redio kwamba maiti ziko barabarani, hospitali zimefurika majeruhi na huduma za afya zimeporomoka kutokana na wingi wa wahanga. Na wakati huu jeshi limeendelea kuimarisha ulinzi kwenye maeneo muhimu ya kibiashara na serikali, ikiwemo bandarini na viwanja vya ndege. Ulimwengu mzima unaitazama Tanzania kwa mshangao na huzuni. Taifa lilowahi kuitwa ngome ya amani Afrika Mashariki sasa linapitia giza nene la kisiasa. Historia ya taifa hili inajirudia kwa namna ya kutisha, kutoka kwa utawala wa Magufuli hadi sasa wa Samia. Ukandamizaji umeendelea, huku matumaini ya mabadiliko yakiwa yamezama kwenye damu ya vijana waliopoteza maisha yao mitaani. Na kwa vijana wa kizazi kipya, mapambano haya ni zaidi ya siasa, ni vita ya kizazi kinachotaka uhuru wa kweli, haki na uwajibikaji wa viongozi. Ni sauti ya mateso ya miaka mingi ya ukimya, lakini kwa viongozi waliokimbilia uhamishoni ikiwemo Kikwete, ujumbe wa vijana wa Tanzania ni mmoja, kwamba hakuna pa kujificha. Endelea kufuatilia kwa taarifa zaidi kuhusu kile kinachoendelea Tanzania, kwani hii ni hadithi ambayo bado haijafika mwisho wake. Usisahau kusubscribe, kushare video hii na kubonyeza notification bell ili usipitwe na habari kamili kuhusu mapinduzi ya kisiasa yanayotikisa Afrika Mashariki. Hii ni Kenya Scoop na tunachambua zaidi ya habari.